Kwa majina naitwa Asha Bisai Lema, ni mjasiriamali soko kuu Msoma mjini. Hapo awali nilikuwa mfanyabiashara ambapo nilikuwa nikifanya biashara yangu hii, utoaji wangu wa zaka niliugundua sio mzuri, sikuweza kumtolea Mungu kwa uaminifu. Lakini baadaye nikagundua kwa nini niibe, kwa nini sijifunze kutoa kwa uaminifu. Baada ya kugundua kwamba ninaiba, nikaanza kuwa nikinunua biashara yangu kama ni haya mahindi nikiyanunua. Jumla tunanunua 1500, mimi nauza shilingi 3000 kilo moja. Ambapo kwenye kilo 10 napata shilingi 30,000. 30,000 natoa mtaji wangu 15,000. 15,000 nabakia na 15,000 ambapo ndio faida yangu. Faida yangu namtolea Mungu zaka 1500. Baada ya hapo nikaona nikiwa nazitunza kwenye biashara humu nitoe baadaye, nikagundua sitoi kwa uaminifu, ninaiba. Nikaandaa kikopo changu kwa ajili ya zaka. Kwa hiyo nikawa sisubirishi kwanza niuze kidogo kidogo, natoa ile 1500 si nadumbukiza. Nikagundua hapana, kuna kutoka jirani akakuuzia, unajikuta tayari umeisha iba. Sasa ninachokifanya mimi, ninamkopesha Mungu. Ninachukua mali yangu hii, nikisha nunua, najua nauza shilingi kadhaa, nikishauza hiyo pesa ninayoiuza, natoa zaka yangu kabisa, naweka huko. Kwa hiyo nabaki mimi nikidai ahadi yangu kwa Mungu, nimesharudisha vya kwake. Kwa hiyo nasubiri Mungu anizidishie mibaraka yangu. Ndivyo ninavyofanya biashara yangu hii yote. Kwa mfano hiyo vitunguu hapo nilipima kilo 10. Kilo 10 ya vitunguu ninunua 20,000. 20,000 faida yangu ni shilingi 10,000. 10,000 natoa 1,000 yangu kabisa na idumbukiza huko. Wito wangu kwa wafanyabiashara wote, tujaribu kutenda hivi kwa uaminifu. Nilikuwa nimeyumba kabisa. Kwa wale waliokuwa wananiona siku zote, meza yangu ilibaki tupu, lakini tangu nilivyoanza hivi sijawahi kupungukiwa. Ninaongezeka kidogo 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 kidogo, namshukuru Mungu.